Rais wa Marekani Donald Trump anazingatia uwezekano wa kutekeleza shambulizi kubwa jipya la kijeshi dhidi ya Iran baada ya mawasiliano ya awali kati ya Washington na Tehran kuhusu kuzuia mpango wa nyuklia wa Iran na uzalishaji wa makombora ya masafa marefu kushindwa kuleta maendeleo yoyote. Taarifa hii imethibitishwa na vyanzo vya karibu na mjadala wa ndani na serikali ya Marekani. Hatua hii inaashiria mabadiliko makubwa ya haraka ya msimamo wa ikulu ya White House na inakuja wiki chache tu baada ya Trump kufikiria hatua za kijeshi alizozielezea kama msaada wa maandamano ya kitaifa nchini Iran, ambayo yalishuhudia ukandamizaji mkali wa vikosi vya usalama na kusababisha vifo vya mamia ya waandamanaji. Kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump alitoa wito mkali kwa Iran kukubali mazungumzo ya kile alichokiita makubaliano ya haki na usawa bila silaha za nyuklia, huku akionya kuwa shambulio lijalo la Marekani litakuwa kali zaidi kuliko lile lililofanyika majira ya joto mwaka uliopita, ambapo Marekani ilishambulia vituo vitatu vya nyuklia vya Iran. Kwa mujibu wa vyanzo rasmi, chaguzi zinazozingatiwa kwa sasa ni pamoja na mashambulizi ya anga dhidi ya viongozi wa juu wa Iran na maafisa wa usalama wanaodaiwa kuhusika na mauaji ya waandamanaji, pamoja na mashambulizi mapya dhidi ya miundombinu ya nyuklia na taasisi za serikali. Ingawa Trump bado hajatoa uamuzi wa mwisho, anaamini chaguzi za kijeshi sasa zimeongezeka kufuatia kuwasili kwa kikundi cha manowari cha USS Abraham Lincoln katika ukanda wa bahari ya Hindi, kikisogea karibu na Iran. Manowari hiyo inatajwa kuwa na uwezo wa kusaidia operesheni za kijeshi pamoja na kulinda washirika wa Marekani dhidi ya mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran. Sambamba na hilo, Marekani imeanza kuimarisha mifumo yake ya ulinzi wa anga katika eneo hilo, ikiwemo kupeleka mifumo ya Patriot na kuandaa kuhamisha mifumo ya juu zaidi ya THAAD. Wakati huo huo, mawasiliano yasiyo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran yalifanyika mapema mwezi huu kupitia wanadiplomasia wa Oman, pamoja na mawasiliano kati ya mjumbe maalum wa Trump Steve Witkoff na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi. Mazungumzo haya yalilenga kuzuia shambulio la Marekani, lakini wazo la mkutano wa ana kwa ana halikufanikiwa kutekelezwa, na tangu hapo hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yaliyofanyika, huku vitisho vya kijeshi vikiongezeka. Mojawapo ya vikwazo vikubwa katika mazungumzo hayo ni msimamo wa Marekani wa kudai Iran ikomeshe kabisa urutubishaji wa uranium, ipunguze uwezo wa makombora yake ya masafa marefu na kusitisha uungwaji mkono kwa makundi washirika katika eneo la Mashariki ya Kati. Iran imekataa kujadili suala la makombora, ikisisitiza kuwa iko tayari tu kuzungumzia mpango wake wa nyuklia, hali iliyosababisha mazungumzo kufikia hatua ya mkwamo. Licha ya kauli za Trump kuwa mpango wa nyuklia wa Iran uliharibiwa kabisa na mashambulizi ya awali, taarifa za kijasusi za Marekani zinaonyesha kuwa Iran imeanza kujenga upya vituo vyake vya nyuklia, safari hii kwa kina kikubwa zaidi chini ya ardhi, huku ikiendelea kukataa ukaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic la Umoja wa Mataifa. Iran kwa upande wake imejibu vitisho hivyo kwa tahadhari kali. Waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi ameonya kuwa vikosi vya ulinzi vya nchi hiyo viko tayari kujibu haraka na kwa nguvu shambulizi lolote dhidi ya ardhi, anga au maji ya Iran, akisisitiza kuwa vidole vya jeshi viko kwenye kitufe cha kufyatua silaha. Ingawa tathmini za kijasusi za Marekani zinaeleza kuwa utawala wa Iran uko katika hali dhaifu kihistoria kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel, maandamano ya ndani na shinikizo la kimataifa, wachambuzi wanaonya kuwa kuondolewa kwa kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei hakumaanishi kuanguka kwa mfumo mzima wa utawala. Aidha, hakuna dalili kuwa vyombo vya usalama vya Iran viko tayari kuasi serikali iliyopo. Huku hali ikiendelea kuwa tete, washirika wakuu wa Marekani katika Ghuba, wakiwemo Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, wamekataa kuruhusu matumizi ya anga au ardhi yao kwa operesheni yoyote dhidi ya Iran, wakionyesha hofu ya kulipiziwa kisasi na athari pana za kikanda. Kwa sasa, ikulu ya White House inasisitiza kuwa chaguo zote ziko mezani, huku Trump akitafuta shambulio litakalolazimisha Tehran kukubali masharti ya Marekani na kumruhusu kutangaza ushindi wa haraka. Hata hivyo, hali halisi ya kijeshi na kisiasa inaashiria kuwa mgogoro wa Iran ni changamoto ngumu zaidi kuliko operesheni za awali ambazo Marekani imewahi kutekeleza katika mataifa mengine.